الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فصلوات ربه وسلامه عليه. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، ألا فقد فاز المتقون. الله أكبر الله أكبر. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada ya rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa namna alivyotupa taufiki mpaka tukaikamilisha ibada hii ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na baada ya kukamilisha ibada hii ya funga, hatuna budi kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mambo mengi ya msingi, lakini makubwa matatu ambayo tutakumshana kupitia hutuba yetu ya leo. La kwanza ni shukrani kwa namna alivyotupa taufiki tukayafanya mengi ya kumpendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya mwezi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameujaza fursa mbalimbali za sisi kusamehewa madhambi yetu. Na alipata kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba atakuwa amepata hasara kubwa sana yule mtu ambaye Ramadhani imeingia na mpaka inamalizika hajasamehewa madhambi yake. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam anafikia kusema maneno haya ni kwamba fursa za kusamehewa madhambi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani zilikuwa nyingi, na kulikuwa hakuna sababu ya mtu kutoka katika mwezi wa Ramadhani akiwa bado na madhambi. Maana yake atakuwa hajazitumia vizuri fursa zilizopo katika mwezi huo. Na ndio maana tunasisitiza na tunahimizana kwamba la kwanza kabisa ambalo tunalifanya baada ya kukamilisha ibada hii ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa namna alivyotupa taufiki mpaka tunafika leo hii tunahitimisha ibada hii ya funga. Ndugu zangu katika imani, la pili ambalo tunakwenda kukamilisha ibada hii ya funga nalo si jingine isipokuwa ni utoaji wa zakatul fitri. Zakatul fitri ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea kwamba malengo yake makubwa ni mawili. Moja ni tuhratun lisaim. Zakatul fitri inamsafisha mfungaji kutokana na makosa mbalimbali ambayo kwa maumbile ya kibinadamu ni vigumu kuepuka makosa yote. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Wanadamu wote kimaumbile ni wakoseaji sana, lakini wabora wakoseaji sana ni wale ambao wanatubia sana. Sasa yawezekana katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, kulingana na mazingira tuliyokuwa nayo, inawezekana mtu alikukwaza akakufikisha sehemu kuongea lugha isiyofaa. Hii inatia doa katika saumu yako. Sasa unasafisha vipi madoa kama haya, kuisafisha saumu yako na iende kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikiwa safi na salama kwa 100%?
ni swala zima la utoaji wa zakatul fitri. Ndugu zangu katika imani, bahati mbaya sana wengi wetu tunadhani kwamba zakatul fitri inawahusu watu wa kipato fulani. Ndugu zangu katika imani, uhalisia ni kwamba zakatul fitri, kama tutaielewa taratibu zake na nani anawajibika kutoa zakatul fitri, tutajikuta wengi kumbe tulikuwa tunawajibika kutoa zakatul fitri. Anayewajibika kutoa zakatul fitri ni yule ambaye anamiliki chakula cha kumtosheleza yeye na familia yake mchana na usiku wa siku ya Idi, masaa 24 na ziada. Sasa kama kigezo hicho tayari umekitimiza, basi wewe unawajibika kutoa zakatul fitri. Na ile dhana ya kwamba hii zakatul fitri inatolewa na watu wa kipato maalum, tukumbuke Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema makusudia zakatul fitri ni kumsafisha mfungaji. Ukishajiona kwamba wewe huwajibiki kutoa zakatul fitri, je, saumu yako iko salama? Hauhitaji kuisafisha? Kila mmoja anataka saumu yake iwe salama, iwe safi 100%, iende kwa Mwenyezi Mungu ikiwa imekamilika. Basi fursa hiyo ni utoaji wa zakatul fitri. Na ndugu zangu katika imani, swala zima la utoaji wa zakatul fitri lina taratibu zake. Zakatul fitri inatakiwa itolewe kabla ya swala ya Idi kusimama. Kwa nini tunalizungumza hili kwa marefu na mapana? Yawezekana ukawa ulichelewa leo hii, lakini maisha bado yanaendelea. Itakuja Ramadhani nyingine na zakatul fitri nyingine pia, kama ambavyo tumekuwa tukisisitiza mara kwa mara kila tunaposali swala ya Eid al-Fitr. Tunasisitiza hili. Kama kuna mtu mmoja kwa namna yoyote ile alichelewa kupata maalumati haya, uelewa huu, mpaka sasa hivi hajatoa, maana yake afanye maandalizi Ramadhani inayokuja aitoe zakatul fitri katika viwango ambavyo vinatakiwa. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule ambaye atakayetoa zakatul fitri baada ya swala ya Eid kusaliwa, hiyo itakuwa ni sadaka miongoni mwa sadaka, lakini ulazima wa kutoa bado upo pale pale. Hata kama hujatoa mpaka sasa hivi, linabadilika jina tu, haitoitwa zakatul fitri, bali itakuwa ni sadaka kama zilivyokuwa sadaka zingine, lakini ulazima wa kutoa upo pale pale. Allahu akbar, Allahu akbar. Ndio maana tumekuwa tukisisitiza kwamba kama kuna mtu mpaka sasa hivi bado hajatoa zakatul fitri, basi anaweza kumpa yule mtu ambaye anadhani kuwa anastahili, au anaweza kuileta hapa mbele. Lakini halikadhalika yule ambaye anadhani na anahisi kwamba yeye anastahili kupata zakatul fitri, afike hapa mbele baada ya swala, atapewa hiyo haki yake. Allahu akbar, Allahu akbar. La tatu, ndugu zangu katika imani, katika yale mambo makubwa matatu ambayo tumesema tutakumbushana kupitia hutuba yetu ya leo, ni swala la maazimio na mkakati baada ya Ramadhani kumalizika. Ndugu zangu katika imani, tumejipinda sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kusoma Qur'ani, kisimamo cha usiku, kufanya mambo mengi ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tuweke maazimio na tukusudie kwamba yale yote mazuri tuliyokuwa tukiyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi tutaendelea kuyafanya hata baada ya Ramadhani. Allahu akbar, Allahu akbar. Ndugu zangu katika imani, alipofariki mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masahaba walipata mfadhaiko mkubwa sana. Hawakutarajia kuondokewa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikafikia baadhi yao hawakuamini kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki. Mmoja kati yao alikuwa ni Umar bin Khattab, akasema kwamba huyu amelala tu na wala hajafariki, na ole wake ni msikie mtu kwamba anasema mtume amefariki, nitamkata kichwa chake. Haya yote yanatokea, Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu alikuwa yuko nje ya mji. Alipopata taarifa amerudi, moja kwa moja akaingia mpaka chumba ambacho ulikuwa umewekwa mwili wa mtume sallallahu alaihi wasallam, akaufunua mwili ule na kumbusu mtume sallallahu alaihi wasallam na kuthibitisha kwamba amefariki. Na hali alikushaona ya mfadhaiko mkubwa aliopata masahaba akiwepo Umar. Alitoka Abu Bakr Siddiq na kusema maneno ambayo na sisi leo tunakumbushana. Alisema, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Kama kuna mtu alikuwa anazifanya ibada zake kwa ajili ya Muhammad,
basi Muhammad amekwisha fariki. Na kama kuna mtu alikuwa anazifanya ibada zake kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo na hafi. Kwa hiyo na sisi tunakumbushana ibada zetu nyingi tulizofanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama ilikuwa ni kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani, basi mwezi wa Ramadhani umekwisha ondoka. Na kama tulikuwa tunazifanya ibada hizo, kisimamo cha usiku, kisomo cha Qur'ani, somo, tulikuwa tunafanya ibada zote hizi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Mwenyezi Mungu yupo katika miezi yote, si katika Ramadhani tu. Maana yake tuendelee kuzifanya ibada hizi. Kunu ibadallahi rabbaniyin wala takunu ibadallahi ramadaniyin. Kuweni waja wa Mwenyezi Mungu kikweli kweli, wala msizifanye ibada kwa ajili tu ya Ramadhani. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikrullahi li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wal barrul karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Ya Allah. Ndugu zangu katika imani, kwa mara nyingine tena ninakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Isiwe kwa kumalizika Ramadhani basi yale yote mema na mazuri tuliyofanya katika kipindi hiki ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekijaza fursa mbalimbali, fursa bado zingalipo. Ni kwamba tu mwezi wa Ramadhani unatofautiana na miezi mingine kwa ule utukufu wake, lakini ibada nyingi ambazo tulikuwa tukizifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani yatupasa kuendelea kuzifanya hata baada ya kuondoka Ramadhani. Na hapo ndipo tutakapokuwa waja wa Mwenyezi Mungu kikweli kweli, na si waja wa mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, tukiwa katika mwaka ambao tutakuwa na uchaguzi mbeleni, tutumie fursa hii pia vile vile kukumbushana kwamba hii ni haki ya kila mtu kuchagua na kuchaguliwa. Kila ambaye anadhani kwamba anayo fursa, anayo vigezo vya kugombea nafasi yoyote ile, basi atumie haki yake ya msingi ya kikatiba. Hatukatazwi katika Uislamu kugombea nafasi yoyote ile kama unadhani utakwenda kuyaweka sawa na utakwenda kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nafasi hiyo. Tunaamini kimsingi nafasi zote za uongozi, uteuzi hasa anafanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na si kura zetu ndio zinapitisha watu. La hasha, uteuzi anaufanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndio maana anatutaka tutii na tuheshimu mamlaka, kwa sababu kimsingi yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio alizoziweka hizo mamlaka zote ambazo tunaziona, ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunakumbushana na kuhimizana, anayedhani kwamba anaweza asiache kuitumia haki yake ya msingi ya kikatiba kugombea. Lakini pia vile vile tunakumbushana na kusisitizana kwamba tukafanye uchaguzi, tukafanye kampeni za kistaarabu, huku tukitanguliza mbele swala zima la uzalendo na kulinda amani ya nchi yetu. Ndugu zangu katika imani, pia vile vile tumie fursa hii baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema mbalimbali ambazo ametujalia sisi kama Watanzania, ikiwemo neema ya amani. Tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aendelee kulibariki taifa letu. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aendelee kuwabariki na kuwasimamia viongozi wetu, watusimamie vile anavyotaka yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, narudia tena na tena na tena, kumalizika kwa Ramadhani haina maana ya kumalizika ibada mbalimbali. Iliyomalizika ni ile saumu ya faradhi,
lakini saumu bado zingalipo saumu za sunna. Na ya kwanza kabisa ni saumu ya siku 6 ndani ya mwezi huu wa Shawwal. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani na baada ya kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani akafuatizia saumu ya siku 6 katika mwezi wa Shawwal, atakuwa sawa sawa na amefunga mwaka mzima. Siku 30 za Ramadhani na siku 6 katika mwezi wa Shawwal, ambayo inakuja jumla siku 36, lakini malipo yake mtu analipwa sawa sawa na amefunga siku 360 ambazo ni idadi za siku za mwaka mzima. Kwa tunakumbushana na kusisitiza kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kuipata sunna hii ya siku 6 ndani ya mwezi wa Shawwal. Sawa sawa mtu atafunga siku 6 mfululizo zote pamoja, au atafunga siku 6 tofauti tofauti, lakini ahakikishe anakamilisha idadi hiyo ya siku 6 kabla ya kumalizika mwezi wa Shawwal. Lakini pia vile vile zipo sunna za kufunga Jumatatu na Alhamisi. Ziko sunna za kufunga masiku meupe, mwezi 13, 14 na 15 ya kila mwezi, miezi ya kamaria. Lakini zipo sunna mbalimbali za saumu. Ndio maana tunasema kilichomalizika ni ile saumu ya faradhi tu ambayo ni ya mwezi wa Ramadhani. Allahu akbar, Allahu akbar. Ndugu zangu katika imani, pia tumie fursa hii kuhimiza na kusisitiza juu ya swala zima la umoja. Sisi wote ni wamoja. Waislamu tunatakiwa tuwe kitu kimoja. Tofauti ndogo ndogo haina maana kwamba sasa tumekuwa ni watu tofauti, au tunatakiwa tutofautiane kwa hizi ikhtilafu ndogo ndogo za kielimu, ikiwemo hii ya salatul Eid. Kuna watu walitangulia, kuna watu wamesali jana, wengine tumesali leo. Hizi ni tofauti ndogo ndogo ambazo hazikuanza jana wala juzi. Ni tofauti ambazo zipo miaka na miaka na hazitoisha kesho wala kesho kutwa. Na ni kwa kuwa ikhtilafu ya kielimu tuichukulie hivyo hivyo ilivyo, lakini sisi bado ni wamoja na tunapaswa kuwa kitu kimoja. Allahu akbar, Allahu akbar. Ndugu zangu katika imani, kwa kumalizia niwatakie Idi njema, lakini pia vile vile tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukubalie ibada zetu zote tulizozifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Eid Mubarak wa kullu aam wa antum bi khair.